TBC1 katika kipindi cha Tanzania Mpya, kipindi ambacho dhima yake ni kukuelimisha ndugu mtazamaji, hususani mzalendo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania juu ya dhana pana ya uzalendo. Mtazamaji, kipindi cha leo kimerekodiwa kutoka katika eneo la Kibaha, makao makuu ya mkoa wa Pwani, na safari hii tunakwenda kuangalia ni kwa namna gani ambavyo uzalendo umeweza kutamalaki katika Open University of Tanzania, kwa maana Chuo Kikuu Huria cha Tanzania kwa mkoa wa Pwani. Katika kipindi cha leo tunakwenda kuangalia ni kwa namna gani ambavyo Chuo Kikuu Huria katika mkoa wa Pwani kwanza kabisa kinatoa taaluma mbalimbali kwa Watanzania ambao wana kiu ya kujielimisha. Lakini kubwa zaidi katika kipindi cha leo tunakwenda kuangalia kwa namna gani ambavyo wakufunzi pamoja na wafanyakazi na wanafunzi wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania tawi la mkoa wa Pwani ambalo lipo hapa katika eneo la Kibaha mji wameweza kuonyesha utu wao, ubinadamu wao kwa kuwashika mkono watu ambao wako katika maeneo ambayo yana uhitaji mkubwa. Tutakwenda kukiona hapa, licha ya kuzungumzia taaluma katika Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, lakini pia wafanyakazi na wakufunzi pamoja na wanafunzi wa Open University wametembelea katika gereza la Mkuza. Lengo ni moja tu, kuonyesha ubinadamu wao, kuonyesha utu wao kwa kuwashika mkono ndugu zetu na Watanzania mbalimbali, lakini pia wageni ambao wamejikuta wako katika gereza la Mkuza ambalo liko katika eneo la picha ndege hapa Kibaha. Wanakwenda kuona mazingira, lakini pia kuweza kuwapa chochote kile, kwa mfano mavazi, vyakula na mahitaji hapa na pale, ambayo wewe ambaye uko huru na kutazama kipindi hiki unaweza kuona kwamba ni jambo la kawaida, lakini mara tu ukishafungiwa lile geti la gereza, kwa hakika vinakuwa ni vitu ambavyo ni adimu, yanawezekana kabisa kwa uwezo wako mwenyewe usipate mpaka uweze kupata usaidizi. Kwa hiyo wao kwa moyo wao wa kiutu, lakini kwa uzalendo wao kuna kwamba watembelee gereza Mkuza waweze kukabidhi aina mbalimbali ya bidhaa ambayo wafungwa wa mahabusu na wafungwa ambao wamekwisha hukumiwa wanaweza wakavitumia na kusaidia maisha yao katika gereza yakawa mepesi, kwa sababu kwa kawaida yake ni maisha ambayo ni mazito. Mtazamaji, tunaanza kipindi hiki moja kwa moja kwa kufanya mahojiano na daktari wa falsafa Josephat Saria, ambaye yeye ndio mkurugenzi wa Chuo Kikuu Huria kwa mkoa wa Pwani. Katika kuendesha shughuli zake, Chuo Kikuu Huria cha Tanzania kina matawi katika mikoa yote, na mkuu wa kila mkoa ambaye anasimamia shughuli za Open University ana wadhifa wa mkurugenzi wa kituo cha Chuo Kikuu Huria. Kwa mkoa wa Pwani ni daktari wa falsafa Josephat Saria, ambaye mara baada ya kuwa nimefanya mahojiano na daktari wa falsafa Josephat Saria atafuatiwa na daktari wa falsafa Mohamed Omar, ambaye yeye ni mkurugenzi wa masoko na mawasiliano makao makuu ya Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Na mara baada ya kuwa nimemaliza pia mahojiano na daktari wa falsafa Omari, atafuatiwa hapa Mwajuma Masi, ambaye yeye ni afisa masoko wa Chuo Kikuu Huria katika kituo cha mkoa wa Pwani. Na mara baada ya Mwajuma Masi kuzungumza hapa, atafuatiwa na Hawa Waziri, ambaye yeye ni rais wa serikali ya wanafunzi kwa tawi la Chuo Kikuu Huria mkoa wa Pwani. Na mara baada ya Bi Waziri kumaliza mazungumzo hapa, atafuatiwa na Geraldina Benjamin, ambaye yeye ni mtumishi wa Chuo Kikuu Huria kituo cha Pwani, lakini pia yeye ni mtumishi wa Mungu. Unapokuwa unahudumia binadamu wenye uhitaji, wawe ni wazee, wawe ni viziwi, wawe ni watoto yatima au wafungwa, kwa hakika wanapata faraja sana wakipata neno la Mungu. Na hapa mtumishi Geraldina Benjamin ataweza kutuambia ni kwa namna gani ambavyo wewe Mtanzania, hususan mzalendo, ukikuta kwamba ukapata nguvu ya Mungu, msukumo wa kimungu kwenda ustawi kumtembelea mgonjwa, kufika katika gereza, kufika katika kituo cha yatima, ni kwa namna gani ambavyo unawapa faraja, lakini pia unaweka akiba ya kesho, maisha ya kesho ambayo mimi na wewe hatuyajui. Mtazamaji, sitaki kukumalizia uhondo, kwa sababu hapo mwisho sasa tutamgusa mwenyewe ambaye amepokea misaada hii, ambaye ni mkuu wa gereza la Mkuza, mrakibu msaidizi wa jeshi la magereza George Osindi, ambaye yeye atatueleza ni kwa namna gani ambavyo ameweza kupata ahueni kwa kuweza kupata misaada kutoka katika jumuiya ya wakufunzi na wanafunzi wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania tawi la mkoa wa Pwani.
Moja kwa moja sasa namleta hapa daktari wa falsafa Saria. Na swali langu la kwanza ambalo nataka aweze kueleza mtazamaji, historia fupi ya Chuo Kikuu Huria katika mkoa wa Pwani. Je, lilifunguliwa lini tawi la hapa? Lakini mpaka sasa kuna wanafunzi wangapi? Na kubwa zaidi sasa atueleze baadhi ya taaluma ambazo zinatolewa hapa kuanzia ngazi ya cheti, diploma, lakini mpaka katika ngazi ya shahada. Nimeambiwa hapa mpaka PhD inatolewa. Sasa yawezekana ukawa na hamu sana ya kusoma Chuo Kikuu Huria. Na yawezekana huko Miembe Saba pale, au yawezekana huko jirani sana Kibaha, lakini ulikuwa ujui ukidhania kwamba mpaka uende makao makuu. Dr. Saria, karibu. Swali langu la kwanza, nataka kwanza watazamaji uambie historia fupi ya Open University of Tanzania tawi la Kibaha. Una wanafunzi wangapi? Taaluma gani ambazo zinatolewa kwenye tawi hili? Asante ndugu mwandishi na mtangazaji. Kwanza nimshukuru Mungu ambaye ametuwezesha kuja kukutana hapa siku hii ya leo. Limekuwa ni jambo la faraja sana kwetu sisi wanajamii wa Open University mkoa wa Pwani kuweza kuja kujumuika hapa na hao wenzetu ambao wako hapa Mkuza. Chuo Kikuu Huria na hasa mkoa wa Pwani ni kama ilivyo mikoa mingine, kilianzishwa pamoja kwa tamko la serikali la mwaka 1992 na ni tawi kama matawi mengine yako zaidi ya 30 na tumetawanyika Tanzania nzima, na kilianza kufanya kazi Chuo Kikuu Huria hiki kwa tamko la bunge mwaka 94 na tumetawanyika katika mikoa yote, na kuna sehemu nyingine kutokana na umbali wa kufikia wanafunzi, kuna sehemu nyingine ambayo sisi tunaita ni coordination centers. Kwa mfano, nitoe mfano kwetu sisi mkoa wa Pwani, kwa jiografia jinsi ilivyo, eneo kama Mafia sio rahisi mwanafunzi atoke Mafia aweze kuja mpaka hapa Kibaha. Kwa hiyo eneo kule Mafia tuna sehemu ambayo tunaita sisi ni coordination center, na wanapata huduma zote kama wanavyofanya wanafunzi walioko hapa Kibaha. Kuna sehemu nyingine kama Ikwiriri, lazima wale hawawezi kusafiri wote kuja mpaka hapa kutokana na jiografia hiyo ilivyo. Kwa hiyo kule kunaitwa ni coordination centers, hasa examinations, mitihani wanafanyia huko katika wilaya zao. Kwa wastani mpaka sasa hivi kwa mkoa wetu huu wa Pwani, mpaka sasa hivi kwa data tulizo nazo, nina wanafunzi takriban 435, na kati hao 435 asilimia 55 ni wanaume na asilimia karibu 45 ni wanawake. Na tangu mwaka 1999 tulipopata graduation ya kwanza kwa mkoa wa Pwani hapa jinsi ilivyo, au kwa Tanzania nzima, mpaka mwaka 2020 idadi ya wanafunzi ambao walisha graduate kutoka Open University walikuwa takriban wanafunzi 46,728, na kati ya hao wanafunzi wa mkoa wa Pwani ambao waliweza kugraduate kwa mkoa wangu wa Pwani tangu wakati huo ni wanafunzi 922, na ukiangalia hiyo ni 2% ya wanafunzi wote ambao walisha graduate katika Open University hapa. Tegemeo langu ni kwamba wataongezeka sana kadri miaka inavyokwenda, kwa sababu kwa takwimu jinsi zinavyoonyesha mkoa wa Pwani idadi ya wanafunzi ambao wanapata usaili hapa inaongezeka mwaka hadi mwaka. Na kwa mwaka huu idadi ya wanafunzi ambao wameweza kupata admission hapa ninao wanafunzi, jumla ya wanafunzi 212, ambayo imekuwa kwa mara ya kwanza. Hiyo ni kubwa, ni idadi kubwa sana kulinganisha na miaka mingine, kwa sababu miaka mingine tulikuwa na kama mwaka 16-17 tulikuwa na wanafunzi 109. Ukija miaka mingine kama 18-19 tulikuwa na wanafunzi 98.
Kwa hiyo tegemeo langu ni kwamba idadi hii, na ndicho kitu ambacho tunapigana nacho katika mkoa wetu huu wa Pwani, ni kukamata namba 500 ya wanafunzi ambao wanaingia kwa mwaka. Lengo letu, mimi pamoja na wenzangu hapa, tunataka tukamate wanafunzi 500. Vema sana. Hata hivyo daktari, hongera sana kama umeweza kusema kudabo namba ya watu ambao wameingia kwa mwaka huu. Basi inaonyesha hadhi ya Open University kwa mkoa wa Pwani inazidi kupanda. Ni taaluma zipi ambazo zinatolewa hapa ambazo mtu akijiunga anaweza kusoma baadhi yake tu? Hapa tuna taaluma za aina 3. Wapo wale ambao wanachukua, tunaita ni non-degree programs, ambazo ni certificate pamoja na diploma. Masomo ambayo sio ya shahada. Ambayo sio kwa ajili ya vyeti pamoja na diploma. Na diploma. Vema sana. Naogopa sana kutumia neno asta shahada huwa nachanganyikiwa. Alafu kuna masomo ya undergraduate ya degree yenyewe hii ya shahada ya kwanza. Alafu tuna postgraduate ambao hapo sasa tunaongelea watu wa masters na PhD na postgraduate diplomas, wale wakubwa kidogo. Kwa hiyo haya yako mengi, ziko zaidi ya 110 na program zaidi ya 116. Vema, kwa haraka mtu anawezaje kupata masomo sasa katika Open University mkoa wa Pwani? Kwa haraka tu vipengele kwamba fanya hivi mara utakuwa umeingia kusoma katika Open University. Open University kama vilivyo vyuo vingine ambavyo vinatambulika kisheria na TCU. Cha kwanza kabisa mtu awe nacho ni cheti chake ambacho kinamtambulisha yeye kwamba uwezo anao. Kwamba hapa sasa ukishakuja na cheti chako, kwa mfano mtu ambaye ana diploma, mtu ambaye ana form 4 na pasi zake za kutosha, zipo program kama foundation course, certificates na nini, hii hapa anaweza kaingia vizuri. Wengine wenye diploma na ile form 6, hawa wanakwenda moja kwa moja kwenye degree, alimradi tu vigezo na masharti yanafuatiliwa. Vema sana. Mtazamaji wa TBC1, hususan kipindi cha Tanzania Mpya, umemsikia hapo daktari wa falsafa Saria akikwambia ukiwa na vyeti vyako tu, ama umemaliza form 4, form 6, lakini pia inawezekana ukawa na diploma ya walimu na kadhalika, moja kwa moja una sifa ya kuingia katika Open University kwa tawi la mkoa wa Pwani, lakini pia kwa mikoa mingine. Nadhani jambo la maana zaidi, nenda katika website ya Open University, lakini kukubwa pia fuatilia katika mitandao. Mara nyingi, mara baada ya muhula masomo unapoanza, wanatangaza vigezo na masharti yote ya kuweza kujiunga. Nachoweza kuambia mtazamaji, kwa hakika kama kuna njia rahisi ya kuweza kupata elimu ya juu katika nchi ya Tanzania, basi ni kupitia Open University. Dr. Twende sasa katika hatua hii ambayo umechukua ya kutembelea gereza la Mkuza na kuweza kuleta aina mbalimbali ya huduma kwa wafungwa. Kwanza, nini msukumo wako? Nini msukumo wa chuo, jamii ya chuo, kwa maana ya wakufunzi, wanafunzi pamoja na wafanyakazi, hata mkaamua muweze kuchanga mlicho nacho na muweze kufikisha hapa Mkuza? Ndugu mtangazaji, katika kitu ambacho watu tunatakiwa tukielewe, Open University ni sehemu ya jamii, na tunao wajibu sisi, kwa sababu tunaishi na jamii, tushirikiane na jamii husika. Pamoja na kwamba leo tunaonekana tuko hapa Mkuza, lakini tumewahi kufanya mambo mengi sana ya jamii. Moja, katika mkoa wangu wa Pwani, tuliwahi kutembelea serikali ya wanafunzi pamoja na watumishi hapa ambao tuko pamoja, walishawahi kutembelea vituo vya watoto yatima. Pili, tumewahi hapa, sasa hivi tuna program moja ambayo ni kubwa sana. Tunataka baadhi ya viti na meza ambavyo vimeharibika kidogo, basi tukabidhi katika shule za sekondari na msingi ambavyo viko hapa. Tuna meza karibia 250, viti zaidi ya 700, vinafanywa marekebisho na halmashauri ili tuweze kukabidhi. Sasa la tatu, tuje kwenye hili hapa. Tunajua wazi kabisa kwamba wote wengi walioko ndani ya magereza ni sehemu ya jamii kama sisi tulivyo.
Wapo watu ambao wana kiu ya kupata elimu, wako ndani ya magereza, na ilishawahi kuelezwa sana na Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Tumesainiana mkataba na uongozi wa Wizara ya Mambo ya Ndani kwamba sisi tunatakiwa tutoe elimu kwa hao watu walioko huku. Kwa hiyo jambo la kwanza ni sisi kuwaeleza watu walioko hapa Mkuza na watu walioko katika mkoa wa Pwani kwamba chuo hiki ni chao. Chuo hiki ni chao, na kitu tulicho nacho sisi ni lazima tugawane na hao wenzetu walioko huku. Tunajua kuna watu wenye mahitaji mbalimbali. Ndio sababu hapa wafanyakazi pamoja na wanafunzi wakajitolea vitu mbalimbali. Wakajitolea chakula, baadhi ya vyakula mbalimbali, mchele, unga, mafuta, chumvi, vitu mbalimbali. Wakajitolea sabuni. Hapo tunajua kabisa kwamba watu walioko huku wana shida, wanatakiwa waoge, sabuni, mafuta. Wengine kwa sababu hili gereza sana sana la mahabusu, na wengi hapa ni wanaume, kwa hiyo tukaona nyembe za kunyolea ndevu zao ni kitu muhimu. Kwa hiyo tukanunua hivyo, na kwa sababu vile vile tukafikiria kwamba mtumishi wa Mungu ambaye tunaye pale akafikiria kwamba ni vizuri naye aende akawaambie watu kuhusu neno la Mungu na kujirekebisha, kwa sababu Chuo Kikuu Huria tunahitaji hawa watu ambao wana mwogopa Mungu pamoja na kuijali jamii. Kwa hiyo niwashukuru sana. Niko hapa kuwashukuru wanafunzi wangu, wafanyakazi wenzangu kwa vyote walivyojitolea ili kuweza kuja kuleta mahali hapa. Nini ambacho unaweza katika nafsi yako mwenyewe umeweza kujifunza mara baada ya kuingia katika gereza Mkuza, lakini pia umeweza kuongea na viongozi na wafungwa, umeona kikubwa kipi ambacho umejifunza? Unadhani jamii pia inapaswa ipate kutoka kwako juu ya uhalisia wa magereza ya Tanzania? Kwa sababu wengine wanahesabu kwamba magereza ni vituo vya kutesa watu, lakini wapo pia ambao wanaamini magereza ni vituo vya urekebishaji. Wewe baada ya kuingia magereza kupata picha halisi na kwa kuwa daktari wa falsafa, nini jamii unataka kuiambia kuhusu picha ya jeshi la magereza Tanzania? Ukweli kitu ambacho nimejifunza nilipoingia ni kwa mara ya pili sasa naingia katika magereza. Niliingia mara ya kwanza Ukonga, wakati wa graduation ya mwanafunzi wetu aliyemaliza degree yake ya sheria. Hii ni mara ya pili naingia pale, kwamba sisi ambao ni watumishi wa serikali na watu ambao tuko huku nje, walioko kule ndani ni wenzetu. Walioko kule ndani ni wenzetu na wana haki ya kupata tulicho nacho huku nje. Iwe elimu, iwe vitu vya kawaida hivi vya kiafya kama vyakula na kadhalika, tulicho nacho tuwagawie wenzetu. Nimejifunza kwamba ndani ya magereza haya kuna watu wenye kiu kubwa kweli ya elimu. Kuna watu wenye kiu kubwa sana ya kujiendeleza. Kwa hiyo ni wajibu wetu sasa kukaa chini na kutafakari kwamba tuwasaidieje wale watu walioko kule. Chuo Kikuu Huria, ndugu yangu Dr. Omari ataongelea baadaye, waliwahi kutembelea kituo cha pale Dar es Salaam cha watoto wadogo. Wale ndio ambao tunatakiwa tukae nao, tuwape elimu hii tulio nayo. Ni wajibu wetu kuonyesha kwamba tunaweza na tuwasaidie, tusije tukawanyanyapaa na kuwatenga. Hilo ndilo jambo ambalo nimejifunza. Asante sana Dr. Josephat Saria. Tunapofika mwisho sasa wangu ya mahojiano, nini neno lako la mwisho kwa watazamaji wa TBC1? Kwa kweli neno langu mimi la mwisho hasa kwa wenzangu wa mkoa wa Pwani ni kwamba wajue kwamba chuo hiki ni cha kwao. Chuo hiki ni cha kwao, na chuo hiki ni chuo kikuu kama vilivyo vyuo vingine vikuu. Elimu inayotolewa hapa ina nguvu sawa na vyuo vikuu vingine. Watumie fursa walio nayo katika mkoa wao. Zipo program nyingine ambazo zinatolewa kama scholarships. Ukiangalia mikoa mingine wakati wanaongelea idadi ya wanaoomba scholarship kufikia 100, 200, mkoa wa Pwani namba ndogo sana, kuna watu 5, 4. Ninajisikia vibaya kwa sababu
hiki chuo ni cha kwao, watumie fursa zilizopo, waje watembelee hapa. Viongozi wa mkoa wa Pwani watembelee chuo chao na kujua kilichoko ndani ya hiki chuo katika mkoa wa Pwani. Tutembelee sehemu mbalimbali kama kule Mafia, tuweze kujua na hatutaishia hapa. Ninataka niongee na wenzangu, tuvuke maji twende Mafia, tuingie gereza la kule Mafia. Wale bado wanahitaji sisi tuwepo kule. Ikwiriri bado wanatuhitaji. Je, ni nini ambacho tunaweza tukawapelekea wale? Nitakaa na kwanza namshukuru sana. Ninamshukuru rais wangu Samia Suluhu Hassan na viongozi wote wa serikali, kwa sababu hapa tumepata mradi mkubwa sana wa Benki ya Dunia ya kwa kujenga maabara kubwa. Hii ni opportunity adimu sana. Katika mikoa yote imechaguliwa mikoa 7 na mkoa mmoja wapo ni mkoa wa Pwani hapa Bungu. Itajengwa maabara ya sayansi hapa. Hii maabara itasaidia sio kwa ajili ya wanafunzi wa chuo kikuu tu au wanasayansi tu walioko hapa chuo kikuu, pamoja na jamii inayotuzunguka. Kwa hiyo turinge tukiwa tunatembea kwamba kweli chuo kikuu huria kimekuja katika mkoa wa Pwani na tuna nia ya kuleta maendeleo. Asante sana Dr. Josephat Saria ambaye ni mkurugenzi wa chuo kikuu huria kwa mkoa wa Pwani. Mtazamaji wa kipindi cha Tanzania Mpya, kama unaungana sisi sasa hivi, ni kipindi cha Tanzania Mpya ambacho kimerekodiwa kutoka katika eneo la Kibaha, makao makuu ya mkoa wa Pwani. Na leo tumetembelea katika tawi la chuo kikuu huria katika mkoa wa Pwani, ambapo pamoja na mambo mengine tumejifunza kuhusu nini ambacho chuo kikuu huria kinafanya, lakini kubwa zaidi wameweza kutembelea gereza Mkuza kwa ajili ya kuonyesha utu, kuwashika mkono wafungwa na mahabusu ambao wako hapo. Kwa hakika kama unafuatia kipindi hiki utaweza kujifunza nini wewe kama mzalendo, na hasa mzalendo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, unaweza ukafanya kwa wale watu ambao wanauhitaji. Mtazamaji, sasa tunakwenda katika ngwe ya pili, ambapo anayefuata hapa ni daktari wa falsafa Muhamadi Omari, ambaye na yeye atatueleza ni kwa namna gani ambavyo kurugenzi ya masoko na mawasiliano kwa ujumla kwa chuo kikuu huria cha Tanzania kinafanya katika kuona kwamba kinawahudumia watu ambao wako kwenye maeneo mbalimbali ya uhitaji kama magerezani, lakini pia kwa namna gani ambavyo chuo kikuu huria kwa eneo la kitaifa kinawashika mkono watu mbalimbali wenye mahitaji. Na mara baada ya Dr. Omari atafata hapo Mwajuma Masi. Tukio letu la leo ambalo limelenga kuleta, sisi tunasema ni kujitoa kwa jamii, au tunasema ni sadaka kwa jamii, kutoka chuo kikuu huria cha Tanzania, kituo chetu hapa cha mkoa wa Pwani. Kwa kweli ni jambo jema sana. Chuo kikuu huria cha Tanzania kwa kawaida ni chuo ambacho kinatoa, sera yake kubwa ni kutoa elimu kwa wananchi, huku wakiwa wanaendelea na shughuli zao, kutoa elimu kwa wananchi wa makundi mbalimbali, wakiwemo hata hawa ambao wako katika magereza kwa maana ya mahabusu, lakini vile vile wafungwa. Tunayo mifano mingi ya wafungwa na mahabusu ambao wameweza kusoma na kuhitimu chuo hiki, na wengine bado wanaendelea na masomo yao katika magereza mbalimbali hapa nchini kwetu. Kitendo hiki cha kituo chetu cha mkoa wa Pwani kuja kutoa sadaka yao hapa kwa wafungwa wa gereza, wafungwa na mahabusu wa gereza hili la Mkuza ni kitendo chema sana ambacho kwa kweli kimelenga kuwaonesha wafungwa na mahabusu kwamba wao licha ya kuwa wako mahabusu na wafungwa bado ni wenzetu, ni jamii yetu. Leo wako hapa anapata mafunzo, lakini siku zijazo watatoka, atarudi uraiani. Kwa hiyo sisi tumekuja kuwaletea maneno pia kwamba wajiunge na chuo chetu, waendelee kujisomea wakiwa huku katika magereza yao. Tunao wafadhili mbalimbali ambao huwa wanatoa ufadhili kwa wale waliokizi vigezo vya kuendelea na elimu yao katika ngazi mbalimbali hapa chuo kikuu huria cha Tanzania. Kwa hiyo tunasema kituo chetu cha Kibaha kiendelee kufanya shughuli kama hizi. Leo imekuja hapa
kwenye gereza hili la Mkuza, lakini tunaamini siku za usoni watakwenda tena magereza mengine, lakini watakwenda pia kwenye vituo vya watoto yatima, watoto wenye mahitaji maalum, watakwenda kwenye maeneo ya wazee wenye kuhitaji mahitaji maalum na kuwasaidia kwa namna moja au nyingine. Kwanza ningependa kutoa shukrani zangu za dhati kwa kuweza kufanikisha zoezi hili ambalo leo tumeweza kukamilisha, na nimshukuru pia Mungu, nishukuru uongozi wetu mzima pamoja na staff wenzangu na pamoja na wanafunzi. Leo tumeweza kufanikisha zoezi la kuja kuleta baadhi ya vitu ambavyo tumeweza kufanikiwa kuleta hapa magereza Mkuza iliyopo hapa Picha Ndege. Uwepo wetu hapa leo tumekuja kufanya vitu viwili vikubwa, na kimoja hapo ni kuwahamasisha watu waliopo hapa ikiwemo magereza, na maanisha wafungwa waliopo ndani ya gereza, na pamoja na staff wa hapa, na maanisha staff wa magereza, ili waweze kujiunga na program tofauti tunazo-offer hapa Open University. Na ningependa kuzungumzia kwa ufupi kuhusiana na program tunazotoa hapa Chuo Kikuu Huria. Program zimegawanyika katika nyanja tofauti. Tuna program kuanzia non degrees ambazo ni certificate na diploma zisizopungua 25. Tuna program kwenye ngazi ya undergraduate ambao hawa wako kwa program zote ambazo tuna offer hapa Chuo Kikuu Huria hazipungui 37, na tuna program kwenye level ya postgraduate ambayo yenyewe inajumuisha masters, PhD pamoja na postgraduate diplomas. Hawa program zao ziko 59 ambazo tuna offer hapa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Kwa ujumla program zetu zote ziko 121, na kwa kifupi program zetu tunatoa kwa njia ya distant mode ambayo yenyewe tunasema tunatoa kwa online, na nafasi nyingine ya kuja hapa pia kwenye hili gereza ni pamoja pia na kuelezea wafungwa kwamba si lazima asome akiwa yuko nje, anaweza kutumia kipindi ambacho yuko ndani hapa magereza akaweza kujifunza program tofauti kulingana na vigezo vyake. Ina maana ndani akiwepo hapa ndani ya magereza anaweza kujiunga na program yoyote kulingana na cheti chake, anaweza ka graduate akiwa hapa ndani ya gereza, haimlazimu yeye kutoka. Kwa hiyo kwa kipindi ambacho atakuwepo hapa ndani anaweza akajifunza. Sasa kwa kuzungumzia kwa ufupi kuhusiana na vigezo vya kuingia kwenye hizi program, je, nani anaweza kusoma hizi certificate na diploma, degrees na masters? Kwa ufupi, mtu ambaye anaruhusiwa kusoma certificate na diploma, kwanza mtu ningependa kwanza na certificate anatakiwa kuwa na cheti cha form 4. Cheti cha form 4 chenye D zisizopungua 4, minimum ziwe 4, na hizi D zisijumuishe masomo ya Bible knowledge ama Islamic knowledge, na maana masomo ya dini hayapo katika vigezo. Kwa hiyo masomo mengine lakini isipungue 4. Huyu anaweza kujiunga kwenye certificate program tofauti tunazo offer hapa, na ambaye anaweza kujiunga katika program za diploma, huyu tuna watu wa aina mbili. Kuna mmoja ambaye anatoka form 6, kuna mmoja ambaye anatoka kwenye ngazi ya certificate. Ambaye atakuwa amepata certificate, mfano kama nikizungumzia certificate labda ya grade A, anaweza kujiunga na diploma. Kwa hiyo mtu mwenye certificate anaweza kujiunga na diploma akiwa amefaulu vizuri, na mtu mwingine ni huyu ambaye ametoka form 6 ambaye anatakiwa kuwa na subsidiary moja na principal moja. Huyu naye anaweza kujiunga kwenye diploma. Kwa level ya degree tunahitaji, kuna watu wa aina 3 ambao wanaweza kujiunga kwenye program tunazo offer hapa Chuo Kikuu Huria. Na mtu wa kwanza ni ambaye pia ni form 6 leaver, ambaye yeye anatakiwa kuwa na minimum ya point 4 kwenye masomo mawili. Na maanisha awe na point minimum awe na D2, hizo zinampa accumulation ya point 4. Kwa hiyo yule ataweza kujiunga na degree programs tunazo offer. Mtu wa aina pili ni mtu wa diploma. Huyu wa diploma anatakiwa kuwa na diploma yenye GPA isiyopungua 3.0. Minimum awe na 3.0 na kuendelea. Huyu anaweza kujiunga na degree. Na mtu wa aina ya 3 ni mtu mwenye foundation certificate. Na ningependa pia kuzungumzia kwa kifupi kuhusiana na hii program ya foundation. Foundation ni program ni program ambayo imekuwa designed kwa ajili ya kuwaruhusu wale ambao wamekosa vigezo, yani wamepungukiwa vigezo vya kujiunga na degree. Kwa mtu ambaye anatakiwa kusoma foundation anatakiwa either awe form 6 leaver ama awe ana diploma yenye GPA ya 2.0 mpaka 2.9. Kwa hiyo hii program ya foundation inatolewa na Chuo Kikuu Huria pekee. Kwa hiyo utakaposoma Chuo Kikuu Huria, utakaposoma foundation program hapa chuoni kwetu utaruhusiwa kusoma, utakapofaulu vizuri, kile cheti chako kitakuruhusu kusoma degree kwenye chuo chochote. Si lazima iwe chuoni kwetu. Unaweza either ukaja hapa kwetu ama ukaenda kusoma chuo chochote ambacho kiko chini
TCU. Kwa hiyo na maana tunatumia fursa hii pia kuambia watu kwamba kwa yule ambaye ana diploma amepungukiwa na sifa, ama mwenye form 6 ambaye amepungukiwa na sifa, asikae pembeni akasema mimi siwezi tena kuendelea na elimu kwa sababu sina vigezo. Unaweza ukaja kusoma hii program mwaka mmoja na ukafanikiwa, ukifaulu ukafanikiwa kujiendeleza na ngazi ya degree. Kwa hiyo huyo ni mtu wa tatu ambaye anaweza kujiunga kwa degree kwa kutumia foundation. Kwenye level ya masters anatakiwa awe na tunasema ni second class. Awe na second class ambayo ni either lower upper class, anaweza kujiunga na masters, na kwenye postgraduate diploma kuna vigezo pia, na kwa mtu wa PhD naye pia anatakiwa kuwa na masters ambao atakuwa amebase kwenye ile area ambayo atataka kuja kuspecialize kwenye PhD. Kwa hiyo kwa kifupi hizo ni entry qualification ambazo mtu anaweza akasoma. Kwa hiyo naomba nitumie fursa hii kuwakaribisha watu wa magereza hapa Mkuza pamoja na areas nyingine zozote, watumishi na kila aina ya kada. Chuo chetu kina nafasi kwa ajili ya kila mmoja. Either uwe mtumishi, uwe mama wa nyumbani, uwe bodaboda, uwe nani, una nafasi katika eneo letu, mradi tu uwe una vigezo kulingana na program husika. Kwa hiyo tunakaribisha sana, na tuko scattered, tuna centers katika kila mkoa na Zanzibar na Pemba pamoja na nje ya nchi. Kwa hiyo naomba kutumia fursa hii niwakaribishe Chuo Kikuu Huria popote pale ulipo. Tumia tawi lililopo kwenye mkoa wako, na ili uweze kujua wapi chuo kinapatikana kwenye eneo lako, tembelea tovuti yetu www.out.ac.tz. Pale utaenda kwenye regional centers, pale utapata eneo chuo kilipo na utakuta namba ya director, au unaweza kumpigia ukauliza ukapata taarifa kwamba ni wapi ambapo unaweza ukaenda kupata huduma za chuo kikuu. Pia naomba cha mwisho kabisa, kuna ufadhili. Kuna fursa ya ufadhili ambayo inatolewa na Chuo Kikuu Huria cha Tanzania kwa walimu kwa watu ambao wanasoma kada ya walimu. Iwe tu anafundisha kwenye public schools na vigezo vingine kuzingatiwa. Sasa ili uweze kujua huu ufadhili unatolewaje, unatolewa kwa nani, yani unatolewa ni muda gani unatolewa na vitu vingine, jinsi ya kupata ufadhili, na tunakaribisha tembeleeni kwenye vituo vilivyopo kwenye mikoa yenu husika. Kwa hiyo utapata taarifa kamili, utajua nani anatakiwa kuingia, nani anatakiwa kupata ufadhili. Kwa hiyo tunakaribisha sana. Leo hii tumekuja kutembelea katika gereza la Mkuza kwa ajili ya kuwafariji ndugu zetu. Hawa tumeona kama vile ni jamaa zetu ambao wako ndani ya gereza, lakini wanastahili maisha yanayofanana na watu wengine ambao wako nje. Kwa hiyo tumeamua kufanya hichi ambacho tumekifanya leo. Tulikaa pamoja na stafu ya wafanyakazi wote waliopo katika tawi la Bungo pamoja na wanafunzi kama serikali ya wanachuo, na mimi nikiwa kama kiongozi wao niliweza kuwahamasisha wenzangu pamoja na stafu, tukakaa tukajadili tufanyeje ili tuweze kuwatembelea wenzetu, lakini mwisho wa siku tulifanikiwa. Tumeweza kuwaletea leo nguo, unga, mafuta na vitu vingine ambavyo tumeona kwamba hivi tukiwapatia vitawafariji. Hii yote imetokana na changamoto ya kwamba hawa ni kama vile binadamu, hawastahili kutengwa. Kwa hiyo tukaona tuje kuwatembelea, tuwaone, tuwafariji kwa njia hii, lakini pia tuje kuwahamasisha kwamba pamoja na kuwa wapo ndani ya gereza, wana uwezo wa kusoma wakiwa humo ndani ya gereza. Kwa leo hii hapa tulipo tumeweza kuongea nao, wamefarijika, wamefurahi, na mimi pia niweze kutoa asante kwa wanafunzi wenzangu ambao tumeungana nao pamoja siku ya leo. Pia niseme asante kwa wafanyakazi wenzetu ambao wako katika tawi la Bungo, lakini pia niseme asante kwa Dr. Omari ambaye naye ameweza kujumuika pamoja nasi siku ya leo kuja kutembelea gereza la wafungwa la Mkuza. Namshukuru Mungu sana kwa siku ya leo ambayo ofisi pamoja na uongozi wa wanafunzi, ofisi yetu ya Chuo Kikuu cha Tanzania mkoa wa Pwani, lakini pamoja na makao makuu Kinondoni, tumeweza kupata kibali cha kufika katika gereza ili la Mkuza kuweza kuwafariji, kuwatia moyo, kuwaonyesha tunawajali, tunawapenda hawa ndugu zetu ambao wako gerezani mahabusu. Jambo hili katika hali ya kawaida kwa sisi kama taasisi ya Chuo Kikuu cha Tanzania, kama vile ambavyo tunajumuika na jamii,
na pia hata kwa neno la Mungu tumeona ni muhimu sana kulifanya, kwa sababu hawa ni ndugu zetu. Hao wengine hawakutarajia kama watakuwa gerezani, wengine wameingia kwa sababu nyingi mbalimbali. Hivyo tukaona tuonyeshe kwamba tunawajali, kwa sababu sipendi kusema neno hili, lakini ndivyo lilivyo, kwa sababu tunaweza tukasema kwamba kila mtu ni mfungwa wa kesho, kila mtu anaweza kawa mahabusu, atuliombee. Lakini tunajua kama hawa wenzetu ambavyo hawakujua nani ataingia lock up leo kesho, lakini unaona wameingia. Kwa hiyo tunapowafikia, tunapowapa misaada kama tulivyoona, na ninamshukuru Mungu kwamba nimeweza kupata Biblia nyingi kiasi nimewapatia. Ninajua kati ya zile zawadi ambazo mimi naziona kama sadaka zimewafikia, hizo zitawezesha kusoma neno la Mungu. Kwa nini tunaona tunafika katika magereza tukiwa wafanyakazi wa serikali, lakini nikiwemo na mimi kama mtumishi wa Mungu? Ni kwamba mimi nikisoma Biblia na niambia yeyote anayemwezesha mhitaji, ingawa Biblia inasema kabisa kwamba amkopeshaye ampatiaye msaada maskini umkopesha Mungu. Hawa tuwezi kusema ni maskini, lakini maskini ni nani? Ni yule mtu yoyote mwenye uhitaji. Kwa hiyo hiki tunachokifanya ni sadaka kati ya sadaka zote tunazotoa. Tena hii ni sadaka moja nzuri sana. Na Biblia inazidi kuniambia kwamba kuna wakati ambao tutakutana na mahitaji, na Mungu mwenyewe dakika ya mwisho atatuambia alikuwa gerezani lakini hatukuweza kufika. Alikuwa na njaa hatukuweza kumpatia chakula. Alikuwa uchi hatukuweza kumvalisha. Lakini kwa hii sadaka ambayo wanajumuiya ya Chuo Kikuu cha Tanzania, wafanya kazi na wanachuo wote kwa ngazi zao zote wameweza kufanya hiki kitu, wamefanya ni cha msaada sana. Na ninaiomba jamii popote pale ilipo iweze kuwakumbuka. Kuna watoto wa vituo yatima, kuna watu wako magerezani kama wengine viongozi wangu walivyosema, magereza mengi mbalimbali tuweze kufika. Kwa hiyo hii namshukuru Mungu sana kwa ajili ya hili, na shukuru uongozi wa Chuo Kikuu cha Tanzania kwa kunitambua kama mfanyakazi, lakini pia kama mtumishi wa Mungu, kuweza kuniunganisha pamoja nao kuja kusema na hawa watu. Naona leo wamefurahi, wamepata faraja, wamepata amani. Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa hili, naamini kabisa litazidi kujenga na watu watapata faraja. Lakini pia na zile Biblia tulizowaletea, mbali na zawadi zote, wakiweza kuzisoma, naamini kabisa kwamba kuna watu watatoka wamerekebishika, na wengine wanaweza wakawa watumishi wa Mungu hapo baadaye. Na nichukue nafasi hii kwa moyo wa dhati kabisa kushukuru Jumuiya ya Chuo Kikuu cha Tanzania kwa kutujali, kuona kwamba magereza napo ni sehemu ya uhitaji muhimu, ambapo wameona kwa chochote Mungu alichowajalia walete kwenye jumuiya hii ya magereza. Kwa hiyo tunashukuru mkuu wa chuo, tunashukuru wanafunzi, na tunashukuru jamii yote ya Chuo Kikuu cha Tanzania, na kwa msaada huu kwa kweli waliotuletea utatufaa sana. Wametuletea msaada wa vitu mbalimbali, wametuletea nguo, wametuletea sabuni, wametuletea mafuta, lakini pia wametuletea vyakula. Kwa kweli tunashukuru sana, ni msaada mkubwa sana ambao kwetu sisi kama magereza utatufaa sana. Sisi tunapokea watu wa aina tofauti. Kwa mujibu wa sheria tunapokea wafungwa ambao tayari wameshahukumiwa kutumikia adhabu zao, lakini pia tunapokea mahabusu. Mahabusu ni watu ambao wanaletwa kwa mujibu wa sheria wakisubiri kesi zao zifike mwisho ili wapate haki yao, kama ni ya kufungwa au kuachiliwa kwenda nyumbani. Kwa hiyo kwa kipindi chote ambacho wanakuwa wanasubiri hatima yao kisheria, basi tunakuwa nao humu magereza. Na wanapokuwa magereza, basi huduma zote muhimu zinakuwa ni za msingi kwa watu. Wanakula, wanavaa, wanaoga. Kwa hiyo kama binadamu mwingine yeyote, hawa watu walioko magereza nao wanahitaji huduma zote za msingi kwa ajili ya binadamu. Kwa hiyo kwa msaada huu ambao ndugu zetu wa Chuo Kikuu cha Tanzania wametuletea, kitatufaa sana. Kwa mfano, magerezani humu tuna watu wa aina tofauti. Kuna watu wanakuja na uwezo wao, lakini pia kuna watu ambao wana hali ya chini kabisa. Mfano moja, tuna raia wa Ethiopia, idadi yao mpaka leo ni watu 87. Kuna watu wasafirishwa ambao tayari wamemaliza adhabu zao, wanasubiri kusafirishwa kurudishwa kwao Ethiopia. Lakini kuna pia ambao bado wanatumikia adhabu, ni wafungwa lakini ni raia wa Ethiopia. Hii jamii ya Ethiopia, hawa watu wamekuwa wakikamatwa kwa makosa mbalimbali ya kuingia nchini bila kibali. Sasa wanapofungwa katika magereza yetu, wanapomaliza adhabu zao, wanasubiri taratibu za kibalozi zifanyike Ethiopia na Tanzania, lakini pia mchakato unaongozwa na uhamiaji. Taratibu zikikamilika, wanarudishwa kwao. Kwa kipindi hichi ambacho taratibu zinakuwa hazijakamilika, wanakuwa wanaitwa wazuiwa. Wamezuiliwa hapa, wanasubiri taratibu zikikamilika warudishwe Ethiopia. Sasa hawa watu wana uhitaji mkubwa. Kumbuka hawana baba, hawana mama hapa Tanzania, ni watu waliokuwa wanapita tu njia, lakini sasa wanahitaji kuoga, wanahitaji kuvaa, wanahitaji kula. Kama binadamu yote wanahitaji huduma zote za msingi za kijamii.
Kwa hiyo kwa msaada huu ambao ndugu zetu wametuletea, itatufaa sana kwa jamii hii ya watu wa Ethiopia ambao hawana msaada, lakini pia kwa Watanzania wengine ambao ni wa hali ya chini kabisa. Kwa hiyo namshukuru sana profesa na jumuiya yote ya Chuo Kikuu cha Tanzania kwa kuona sisi ni sehemu muhimu tunaohitaji huu msaada. Tunawashukuru sana. Magereza tuna watu wenye elimu tofauti tofauti, na ni kwa sababu jamii yote, kila mtu anaweza kuingia magereza. Unaweza kuingia ukiwa na elimu yako darasa la 7, kidato cha 4, kidato cha 6, na wengine wana elimu zao wamesoma vyuo mbalimbali. Lakini pia kama taasisi kuna wanafunzi ambao wamekuwa wakiendelea na masomo yao. Aidha wanapokuwa nje masomo yale yanakuwa yamekatishwa, lakini wakiingia magereza, kwa sababu kuna fursa pia ipo ya kusoma, wanakuwa wanaendelea na elimu katika ngazi mbalimbali. Kwa hiyo kwa humu magereza kuna watu wamekuwa wakisoma level tofauti tofauti, wanasoma level za kiwango cha elimu cha darasa la 7, kiwango cha elimu cha form 4, lakini pia hata vyuo. Kwa level ya vyuo tunashukuru sana Chuo Kikuu cha Tanzania, wamekuwa wakitupa huduma kwa wanafunzi ambao wanahitaji kusomea kozi mbalimbali. Tumekuwa tukishirikiana na Chuo Kikuu cha Tanzania, wanakuja wanaangalia wahitaji wanafunzi wanaohitaji kusoma na wanahitaji kozi gani, basi wanakuwa wana support na wanafunzi wamekuwa wakisoma na kufaulu vizuri. Kwa hiyo namshukuru sana Dr. Karia kwanza kwa msaada wake mkubwa aliotuletea, lakini pia hata ametuletea vipeperushi kwa ajili ya kuhamasisha elimu ya Chuo Kikuu cha Tanzania. Na kwa kweli amekuwa akituambia kwamba bana, unaweza ukasoma ukiwa hata kwenye mazingira yoyote ile, na kwa sababu magereza sio kwamba ukishafungwa unazuiliwa kupata huduma zingine hata pamoja na elimu. Chuo Kikuu wanatoa fursa hiyo, ukiwa magerezani, ukiwa wapi, unaruhusiwa kusoma. Kwa hiyo kwa kweli tunashukuru sana jumuiya Chuo Kikuu cha Tanzania kwa kutoa hii fursa hata kwa wafungwa na mahabusu walioko magerezani, lakini pia hata kwa askari wetu, watumishi wetu wanasoma. Kuna askari mmoja hapa anasoma kiwango cha masters na mwingine pia anasoma kiwango cha degree, na hii tu ni fursa tu ambayo tumeipata kwa sababu tunajivunia kuwa na Chuo Kikuu cha Tanzania. Chuo Kikuu Huria tawi la mkoa wa Pwani lilianza mwaka 2000 likianzia katika majengo ya shirika la elimu Kibaha. Kutokana na mahitaji ya wanafunzi pamoja na wakufunzi kuongezeka, mwaka 2017 uamuzi ulitolewa tawi la Chuo Kikuu Huria mkoa wa Pwani ambalo lipo katika makao makuu ya mkoa wa Pwani eneo la Kibaha lihamia katika eneo la Bungo, kufuatia Chuo Kikuu Huria makao makuu kutoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa majengo ya kituo cha mkoa wa Pwani katika eneo la Bungo. Kwa mujibu wa mkurugenzi wa kituo cha Chuo Kikuu Huria mkoa wa Pwani, Daktari wa falsafa Josephat Saria, tawi la Chuo Kikuu Huria mkoa wa Pwani lina takriban wanafunzi 500. Wanafunzi hawa wanachukua mafunzo mbalimbali katika ngazi ya cheti, diploma, shahada, stashahada, lakini pia katika ngazi za shahada ya uzamivu. Chuo Kikuu Huria katika mkoa wa Pwani ni sehemu ya jamii, na kwa mujibu wa mratibu wa kituo cha Chuo Kikuu Huria mkoa wa Pwani, Dr. Josephat Saria, ni katika muktadha huo Chuo Kikuu Huria katika mkoa wa Pwani kimeamua kuona ni kwa namna gani kinaweza kushirikiana kwa karibu sana na jamii inayozunguka chuo hicho. Moja kati ya maeneo ambapo wanajumuia wa Chuo Kikuu Huria tawi la mkoa wa Pwani ambalo wameamua kulitazama katika kujumuika na jamii ni pamoja na kutoa misaada katika shule za msingi na shule za sekondari, hasa katika vifaa vya kujifunza na kujifunzia. Na kwa muktadha huo, kwa sasa Chuo Kikuu Huria mkoa wa Pwani kinafanya ukarabati wa meza na viti mbalimbali ambavyo huko nyuma vilikuwa vikitumika katika kituo hicho lakini vikaharibika. Lakini bado viti hivyo na meza hizo zikifanyia ukarabati zina uwezo kabisa kutumika katika shule za msingi, vyuo pamoja na shule za sekondari katika mkoa wa Pwani na hata zaidi ya mkoa wa Pwani.
Ni kwa mtazamo huo kwa sasa Chuo Kikuu Huria kinafanya matengenezo makubwa katika eneo la karakana la chuo hiki katika kukarabati viti hivyo ili baadaye viweze kukabidhiwa kwa shule mbalimbali na taasisi za mafunzo katika mkoa wa Pwani. Lakini kwa mwaka 2021 chuo hiki kiliamua kujikita katika kuona ni kwa namna gani kinaweza kikawafikia Watanzania na wasio Watanzania ambao kwa hati maalum wameweza kukabidhiwa katika magereza yaliyo chini ya Jeshi la Magereza Tanzania. Na katika mtazamo huo, mapema mwaka 2021 wanajumuiya wa Chuo Kikuu Huria cha mkoa wa Pwani waliamua kutoa michango yao ya hali na mali kwa lengo la kununua mahitaji mbalimbali ya kibinadamu kwa ajili ya wafungwa walioko katika gereza la Mkuza. Wanajumuiya wa Chuo Kikuu Huria cha mkoa wa Pwani ambacho makao makuu yake ni eneo la Bungo katika eneo wilaya Kibaha walichanga fedha na kununua mahitaji kama sabuni, unga wa mahindi, unga wa ngano, mchele na mahitaji kadha wa kadha ya kibinadamu kwa ajili ya kwenda kuwakabidhi wafungwa walioko katika gereza la Mkuza hapo katika eneo la Kibaha picha ya ndege. Kwa mujibu wa mkurugenzi wa Chuo Kikuu Huria mkoa wa Pwani, daktari wa falsafa Josephat Saria alisema kuna sababu kubwa 3 ambazo ziliwafanya wanajumuiya wa Chuo Kikuu Huria katika mkoa wa Pwani waweze kukusanya walichokuwa nacho ili waweze kununua mahitaji ya kibinadamu na kuwapelekea Watanzania na wasio Watanzania ambao wamejikuta wamefungwa katika gereza la Mkuza hapo katika eneo la Kibaha picha ya ndege. Kwanza kabisa, Daktari Saria anasema sababu namba 1 ya kuweza kuitisha michango na kuweza kupeleka mahitaji ya kibinadamu katika gereza Mkuza ni ukweli kwamba hao waliofungiwa katika gereza Mkuza ni binadamu, na sio kweli kwa sababu wamehukumiwa vifungo au wako katika gereza la rumande wakisubiri mashitaka yao kuweza kusikilizwa mahakamani na kupata hatima yao, basi kwa kuingia katika gereza lile utu wao umepotea. Daktari wa falsafa Saria anasema hapana. Mtu anapohukumiwa gerezani, mtu anapokamatwa na kuwekwa rumande akisubiri kesi mahakamani, utu wake hauondoki, bali utu wake unabakia pale pale. Akiwa na utu wake, ina maana ana mahitaji ya kibinadamu. Kwa kuwa sasa amefungwa, hana uhuru wa kuweza kujitafutia mahitaji haya, na ndipo sasa kwa msingi huo wanajumuiya wa Chuo Kikuu Huria cha mkoa wa Pwani wakaamua kwa kujua kwamba binadamu walioko katika gereza la Mkuza hawana uhuru tena wa kuweza kujipatia mahitaji yao kama watu wengine ambao wako nje ya gereza, basi wanahitaji usaidizi. Lakini sababu ya pili ambayo daktari wa falsafa Joseph Saria aliitaja kuwa sababu kubwa ya wanajumuiya wa Chuo Kikuu Huria cha mkoa wa Pwani kuweza kufunga safari mpaka katika gereza Mkuza ilikuwa ni kuonyesha upendo na mshikamano na Watanzania hawa na wasio Watanzania, ya kwamba licha ya kwamba wameikosea jamii, licha ya kwamba wameikosea nchi, licha ya kwamba wamevunja sheria za nchi, lakini bado jamii yao na Watanzania wenzao wanawatambua kama Watanzania. Na yawezekana kabisa katika kuvunja sheria, katika kuikosea jamii, ni watu ambao wamejikwaa katika safari ya maisha. Hakuna mtu ambaye anapanga kujikwaa, lakini mtu hujikuta amejikwaa. Na Waswahili wanasema usiangalie ulipoangukia, angalia ulipojikwaa. Daktari wa falsafa Josephat Saria ambaye ni mkurugenzi wa Chuo Kikuu Huria cha mkoa wa Pwani anasema kwamba ni kwa msingi huo ya kwamba binadamu yoyote anaweza kujikwaa, basi akasema kwamba kuna haja ya kuwafata hawa wafungwa na watu ambao wamewekwa rumande wakisubiri mashtaka yao na kwenda kuwajulia hali na kuwakabidhi misaada ya kibinadamu, kwa kujua kwamba binadamu yote anaweza kujikwaa. Na akaenda mbali zaidi Daktari Saria akasema yawezekana kabisa kwamba sisi sote hapa ni watarajiwa wa kuweza kuingia katika gereza. Inategemea tu na mazingira. Wako wengi ambao wako gerezani saizi, lakini ni kwa ushahidi wa kupikwa. Wako wengi gerezani ambao wezekana wameingia gerezani wakati wanatetea haki zao, lakini pia mtu anaweza kaingia gerezani kwa kumtetea ndugu yake kwa jambo fulani,
lakini kumbe anapomtetea pale anavunja sheria. Sasa mtu kama huyu anapojikuta yuko ndani ya magereza, sio kwamba ni mhalifu wa kudumu, sio kwamba ni mhalifu ambaye amekubuhu, lakini hapana, amejikuta wakati anatetea ndugu yake au anatetea maslahi yake akawa amevunja sheria. Kwa hiyo akasema jumuiya ya wanachuo kikuu huria cha mkoa wa Pwani kwa msingi huo wakaona kwamba kuna haja ya kuwatembelea na kuwashika mkono watu ambao wako katika gereza Mkuza. Lakini sababu ya tatu, kwa mujibu wa Daktari Josephat Saria, mkurugenzi wa kituo cha chuo kikuu huria katika mkoa wa Pwani, anasema hata ukienda katika maandiko ya Biblia, hususan kesi inayomhusu Yusufu aliweza kufungwa huko Misri, lakini alipotoka katika ile gereza kwa hakika alikwenda kuwa kiongozi wa nchi ile ile ya Misri. Wakati mwingine, kwa mujibu wa Daktari Saria, anasema kuna mambo mazuri yanayoanzia kwenye ubaya na kuna mambo mabaya yanayoanzia kwenye uzuri. Kwa hiyo mtu unapokuwa umeingia gerezani, wakati mwingine huwa ni kwa sababu ulikuwa kwenye jambo zuri lakini kaishia pabaya, lakini vile vile yawezekana kulikuwa na jambo zuri likaisha pabaya au jambo baya likaisha pazuri, kwa maana kwamba utakapokwenda katika gereza la Mkuza, katika gereza Ubena, katika gereza Karanga, katika gereza Liwale, yawezekana kabisa ukajiona kama mtu ambaye ni mwenye bahati mbaya, lakini kumbe ukienda gerezani pale kuna fursa ndani ya gereza. Na hii ndio Daktari Josephat Saria anasema sababu nyingine ya kwenda kutoa misaada ya kibinadamu katika wafungwa wa gereza Mkuza ni kwa sababu katika gereza lile, kwa maana ya wafungwa, askari na maafisa wa jeshi ya magereza, wapo ambao ni wanafunzi wa chuo kikuu huria ambacho kinatoa mafunzo yake pale katika eneo la Bungo. Ni kwa msingi huo sasa akaona kwamba mara baada ya wanajumuiya wa chuo kikuu huria cha tawi la mkoa wa Pwani watakapokwenda katika gereza la Mkuza, kwanza wataweza kutangaza kazi za chuo kikuu huria katika mkoa wa Pwani, lakini fursa gani za masomo ambazo zinapatikana katika chuo kikuu huria, lakini vile vile kuwatia moyo wafungwa wale ambao wako pale pamoja na askari na maafisa kwamba elimu haina mwisho. Na ndio maana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kujua elimu haina mwisho, basi ikaanzisha chuo kikuu huria ambao haikuhitaji uwe pale katika eneo la chuo ili kuweza kusoma. Unaweza kuwa unasoma ukiwa nyumbani kwako, unasoma ukiwa kazini, unasoma ukiwa mahali popote kwa njia ya mtandao, na ukafanya mtihani na ukaweza kupata shahada au cheti chochote cha kitaaluma kinachotambulika Tanzania, lakini kwa kujifunza kwa masafa na sio kwa kukaa pale pale chuoni. Hizi ndio sababu tatu ambazo zifanya kwamba wanajumuiya wa chuo kikuu huria katika mkoa wa Pwani waweze kuchanga na kununua mahitaji ya kibinadamu na kuyapeleka hadi katika eneo la gereza Mkuza. Mtazamaji wa kipindi cha Tanzania Mpya, kwa hakika unaweza kaona ni kwa namna gani ambavyo wanajumuiya hawa wa chuo kikuu huria katika mkoa wa Pwani wameweza kujipambanua ya kwamba wanamthamini kila binadamu, wanamthamini kila Mtanzania, lakini pia wanawathamini wageni ambao pia wamejikuta wapo katika magereza ya Tanzania. Mfano, katika gereza Mkuza tumekuta pale walikuwepo wafungwa kutoka katika nchi ya Ethiopia ambao makosa yao ilikuwa ni kuingia Tanzania bila ya hati halali za kusafiria. Sasa yawezekana kabisa walikuwa na sababu ya msingi ya kutoka kwao katika nchi ya Ethiopia, lakini kwa kutoka bila hati halali tayari hilo ni kosa. Mtazamaji wa kipindi cha Tanzania Mpya, wewe hapo ulipo ni mwanajamii katika moja ya jamii za Kitanzania. Yawezekana ukawa unafanya kazi ya kuajiriwa, yawezekana ukawa unafanya kazi ya kujiajiri, yawezekana unafanya jambo lolote ambalo linakuingizia kipato, sio peke yako na wenzako. Pale mlipo, hebu siku moja kaeni, fikirieni kama sehemu ya jamii. Je, mnaweza mkachanga kiasi chochote cha fedha na mkaenda mkanunua mahitaji ya kibinadamu, mkaenda hospitalini? Wapo watoto ambao wamelazwa, wapo kina mama ambao wamelazwa, wapo kina baba ambao wamelazwa, wapo kina mama ambao wamelazwa. Hawa wanahitaji msaada. Si kwamba hawana ndugu, wana ndugu, lakini ndugu inafika mahala wanaelemewa. Unapofanya jambo la kibinadamu, unapofanya jambo la kijamii, kwa hakika si kwamba tu unaitendea mambo mazuri jamii yako, lakini hata kwa Mungu unakuwa umejiwekea akiba ya maisha ya siku ya kesho. Lakini pia yawezekana wewe ni mwanajamii, unafanya kazi mahala fulani. Jikusanyeni kama kikundi, changeni fedha, nendeni katika shule ya msingi iliyo jirani na nyinyi, nendeni katika shule ya sekondari iliyo jirani na nyinyi, nendeni katika taasisi ambayo inajumuisha watu wenye uhitaji mbalimbali. Inapendeza ukaenda kwenye taasisi au nyumba ya watoto yatima, ukaenda kwenye taasisi ya watu ambao ni wajane,
ukaenda ukawapa msaada wa kibinadamu ambao kwa hakika watakaopokea ule msaada utakuwa umeweka alama ya matumaini katika maisha yao. Kwa kufuatia kipindi cha Tanzania Mpya cha leo ambacho kimerekodiwa pale katika gereza Mkuza, lakini pia katika tawi la Chuo Kikuu Huria cha Tanzania katika kituo cha mkoa wa Pwani, eneo la Kibaha, eneo la Bungo, kwa hakika utakuwa umeweza kujifunza na kuona ya kwamba inawezekana kama tukiamua, kwa sababu leo na kesho mimi na wewe hatujui hatima zetu. Yawezekana kabisa leo hatima yako ukawa umeshika mkononi, lakini kesho hatima yako hiyo hiyo ikawa imeshikwa na Mtanzania mwenzako. Jiangalie leo ukijua kwamba yupo mtu ambaye anahitaji usaidizi wako. Wanajumuiya wa Chuo Kikuu Huria tawi la mkoa wa Pwani lililoko eneo la Bungo katika Kibaha wameweza kutuonyesha njia. Ni wajibu wetu sasa kujifunza kitu kutoka katika tawi la Chuo Kikuu Huria mkoa wa Pwani ili tuweze kuihudumia jamii yetu inayotuzunguka na hata iliyo mbali na sisi. Mtazamaji wa kipindi cha Tanzania Mpya, tunafika mwisho wa kipindi cha leo ambacho kimerekodiwa kutoka katika maeneo mawili. Kwanza kabisa katika kituo cha Chuo Kikuu Huria cha Tanzania ambacho kiko katika eneo la Bungo Kibaha, lakini pia katika gereza Mkuza katika eneo la Picha Ndege Kibaha. Mtazamaji, kwa hakika ninaamini umeweza kusikia habari za Chuo Kikuu Huria katika mkoa wa Pwani, namna gani unaweza kusoma, lakini pia msukumo ambao wamekuwa nao hata kufika hapa katika gereza Mkuza kwa ajili ya kuweza kutoa usaidizi wa kibinadamu kwa wanajamii ambao wako katika magereza ya Mkuza. Lakini kubwa zaidi umeweza kumsikia hapa mrakibu msaidizi wa magereza Osindi ambaye ameweza kueleza kwa magana ambavyo jeshi la magereza limefaidika na huduma ya Chuo Kikuu Huria cha Tanzania kwa kituo cha Kibaha, kwa namna ambavyo imeweza kusaidia wanafunzi ambao ni wafungwa lakini pia ni askari. Na kwa hakika kama Mtanzania na hususan mzalendo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania utakuwa umejifunza jambo. Kutoa ni moyo, lakini pia kusaidia ni uzalendo. Basi mtazamaji, kwa somo ile ambalo tunaweza kulipata kutoka kwa wakufunzi, wanafunzi pamoja na wafanyakazi wa Chuo Kikuu Huria kwa tawi la mkoa wa Pwani kwa kuweza kufika katika gereza Mkuza, jambo kubwa ambalo ninaamini mimi na wewe tumejifunza ni ile haja ya kuwasaidia watu wenye uhitaji. Unaweza kusaidia watu walioko magerezani, unaweza kusaidia watu ambao wamelazwa hospitalini, unaweza kusaidia watoto yatima, unaweza kusaidia kambi za wazee. Kwa ujumla ni kwamba kutoa ni moyo, lakini kutoa ni uzalendo. Mtangazaji wako Lugenzi Kabale kwa sasa nasema bye bye.